Asante sana kwa wale ambao unaendelea kutufuatilia sisi Asili Yetu TV kutoka hapa Njombe mkabala kabisa na hili soko la Dodoma. Lakini leo tuko hapa kuweza kuzungumza na washikaji zetu ambao wametoka mji Kasoro Bahari ambao wao wanajihusisha na muziki wa Singeli. Kwa maana tukizungumza mji Kasoro Bahari tunakuwa tunaizungumzia Morogoro, Moro Town, ambapo tuko na washikaji zetu watatu. Yuko hapa Monty Talent Sele, lakini yuko hapa Dikizompa, lakini pia yuko DJ Kibabu, ambao wao wamekuja kwa shughuli moja tu kuibadilisha Njombe sasa hivi kuweza kupata kitu cha utofauti. Na hicho kitu ambacho nakizungumza cha utofauti ni muziki wa Singeli. Tumeweza kusikia muziki mingine, lakini sasa hivi Njombe imeamua kuja na kizazi ambacho chenyewe kinajihusisha na muziki wa Singeli. Na hapa moja kwa moja niko na mwanetu anaitwa Dikizompa, niko na mwanetu anaitwa Monty Talent. Tunataka tuzungumze naye kuhusiana na vitu tu baadhi. Mara baada ya kuweza kufika hapa Njombe mjini, ameonaje mazingira, amejisikiaje, lakini vipi amejipanga vipi kuhakikisha kwamba wana Njombe sasa hivi wanapata kitu cha tofauti kuhusiana na muziki wa Singeli, kwa sababu mara kadhaa hatujawahi kusikia muziki wa Singeli ukiimbwa live kwenye sehemu tofauti tofauti. Mambo vipi? Bwana fresh. Tuambie kwanza unaitwa nani, jina lako, wewe unajihusisha na nini, umetokea wapi? Kwa majina mimi naitwa Monty Talent, au ukipenda unaweza kuniita Serious Boy, kutoka mji Kasoro Bahari, yani from the without ocean, au sabana, yani nazungumzia Morogoro. Ni msanii wa muziki wa Singeli, yani muziki wa kizazi kipya, na tumekuja kuwasilisha muziki wetu wa Singeli katika mkoa wa Njombe, kwa sababu na imani kabisa ni kwa mara ya kwanza hapa Njombe kuleta muziki wa Singeli ambao ni live kabisa. Na kwa sasa tumekuja na muziki tofauti sana, kwa sababu wengi walishazoea wakiusikia muziki wa Singeli ama piano, lakini kwa sasa tumekuja na muziki mwingine kabisa wa Singeli, lakini unaitwa Reggae Singeli. Au sio bwana? Kwa hiyo shout sana. Unapozungumzia labda Reggae Singeli, tunazungumzia nini? Maana tunakuwa tumetoka kwenye ile asili ya Singeli, tupo hapo, amenikwaje? Muziki wa Singeli huwa wengi wamezoea kwamba muziki wa Singeli upo katika design moja ama mbili. Wengi wamezoea kwamba muziki wa Singeli umefanana na muziki ya minanda ama michiriku, ndio maana wengine wamezoea muziki wa Singeli upo katika design ya mapiano. Lakini sasa hivi tumeamua kuleta mapinduzi ya mapiano. Ina maana ndio maana tumekuja na muziki unaoitwa Singeli Reggae. Of course tumetoka Morogoro kuja Njombe Town, na lengo moja ambalo tumekuja ni kuhakikisha kwamba wana Njombe tunabadilisha fikra zao baada ya kusikia hip hop, R&B, bongo flava, afro pop na nini. Sasa hivi tunataka tusikie muziki wa tofauti. Pengine kwa namna ambavyo umewasili Njombe, na umeonaje mazingira yote unaweza kuolea muziki wa Singeli? Na imani kwamba waga kitu kizuri kinajiuza. Kwa sababu sisi waga tunafanya, hatubahatishi. Kwa hiyo na imani kwamba kwa sababu tumeuleta muziki wa Singeli Njombe, na imani kwamba vibe lake litakuwa kubwa sana, kwa sababu vitu tulivyokuwa navyo ni vitu ambavyo hata wana Njombe hawajawahi kuviona. Wanavisikiaga lakini hawajawahi kuviona live, kwamba msanii wa Singeli ana perform live stage-ini. Hivi kwamba muziki wa Singeli kuna namna unaweza kuimba kwa hisia? Muziki wa Singeli unaimbwa kwa hisia. Kwa sababu gani basi nakwambia unaimbwa kwa hisia? Kwa sababu ukitaka kuteka soko la muziki, cheza sana na kile ambacho kinatokea katika jamii. Unavyoweza kucheza katika hisia za watu, basi pale ndo utapata kitu kizuri zaidi. Na ndio maana sisi tumekuja na muziki wa Singeli hisia. Singeli Reggae. Msikilize Senzo, msikilize Bob Marley, msikilize Lucky Dube. Wana muziki ya hisia. Na ndio maana na sisi tukaamua kufanya muziki ya Singeli Reggae. Ina maana Reggae ipo katika hisia, yani feeling. Ni kwa namna gani sasa Bob Marley umemzungumzia hapa umekuvutia kwenye kuimba muziki wa aina yake pia? Bob Marley au Senzo ama Lucky Dube wamenivutia kwa aina yake, kwa sababu Bob Marley anaimba kitu ambacho kinatokea, anaimba kitu ambacho kilitokea. Na namuamini kwa utunzi wake. Sawa, mimi natamani tuseme na wana Njombe kuhusiana na show ambayo imeandaliwa na New HD pale Kifanya. Pengine tunaenda kufanya nini hasa, na watu wategemea nini kuhusiana na hiyo show ambayo imeandaliwa rasmi tarehe 12? Siku tarehe 12 tutakuwa pale New HD Kifanya kwa Boss Magnus au sabane. Tutakuwepo pale na tutafanya maajabu makubwa sana ambayo wana Njombe pia hawajawahi kuyaona, na wategemee vitu vizuri sana, kwa sababu tumekuja na surprise kibao kama hivyo ninavyokuambia. Kuna Singeli Reggae ambayo tutakuja kuitambulisha rasmi sasa siku ya tarehe 12, lakini pia kuna Singeli ya mapiano
ambao walikuwa wakisikilizaga lakini hawajawahi kuicheza live, basi tarehe 12 tutakwenda kuicheza live. Lakini tunaweza tukaaga washikaji ambao wanatutazama sasa hivi kwa kuimba wala hata sekunde kadhaa tuone kweli yaliyomo yamo. Yaliyomo yamo kaka. Tuanze sekunde 30 zikizidi. Oya dada, bali gani? Umekuja na nani? Nimekuona muda mrefu dada, mimi naomba kampani. Wewe ni mzuri si utani, wengine siwaoni. Kwako itabani, mimi nirudishe utotoni. Oya dada, habari gani? Umekuja na nani? Nimekuona muda mrefu dada, mimi naomba kampani. Wewe ni mzuri si utani, wengine siwaoni. Kwako itabani, mimi nirudishe utotoni. Ila kama upo single, mimi naomba tujuane. Eti dada upo single, mimi naomba tuonane. Na masurprise kibao tarehe 12 siku ya Jumamosi, tukutane Kifanya pale New HD Club. Mtonyo ni buku 6 tu za Kitanzania, au bana? Shout out sana Njombe. Bana, noma kabisa, fresh mwanangu. Tunazungumza na mwanetu sasa hivi pia anaitwa DJ Kibabu, ambaye pia tunazungumza naye wala hata dakika 3 tuweze kufahamu yeye pengine shughuli ambayo imemleta ni nini na tutegemee nini kutoka kwake, kwa namna ambavyo amekuwa akichezesha muziki mzuri ama beat nzuri, washikaji wakaweza kupita kwa uzuri kabisa kwenye mstari. Mambo ni aje? Kama kawa. Kizazi. Safi. Tuna enjoy. Na enjoy. Bwana, kuna tofauti gani kati ya Morogoro na Njombe kwanza? Aibu. Yeah. Babako mliona wapi? Nilipofika tu na nilipoangalia watu wanapenda muziki wa Singeli ila hawajabahatika kukuta na kucheza vizuri kwa faida. Yeah. Bwana, kwa tutegemea nini sasa DJ Kibabu pengine kutoka Morogoro, washikaji wamekuamini uje ufanye kazi na tutegemee pia kazi nzuri kutoka kwako. Nini ambacho unaweza kutueleza sisi wana Njombe ambao pengine muziki wa Singeli umekuwa changamoto kusikiliza hata kwenda kwenye show za Singeli pia? Yeah, kama nilivyokuambia bwana, talent muziki hisia. Unajua? Muziki hisia. Mimi nimekuja kuwaletea burudani wana Njombe. Yeah. Bwana, noma kabisa. Tuseme chochote na lolote kwa washikaji ambao tunategemea kuwepo nao siku ya Jumamosi pale Kifanya na Njombe tarehe 12 mwezi wa 4, tukutane New HD Club tupate burudani kwa heshima. Bwana, noma kabisa. Amesikika hapa DJ Kibabu, lakini sasa hivi tunapiga story dakika 2-3 na mwanetu anaitwa anaitwa Dikizompa. Vipi bwana, mambo ni aje kwanza mzee baba? Kama kabisa. Baridi mlipokea mwanangu? Ndio kama unavyoona mikoti juu. Unajua na Njombe aliyewa. Hauwezi kutembea na t-shirt na nini? Huwezi kutembea na t-shirt wala kipenzi. Bwana, noma kabisa. Tumekuja kwa shughuli moja kuhakikisha kwamba wana Njombe sasa hivi tunawabadilisha kwenye yale mafikirio ambayo wao walikuwa nafikiria kwamba tumezoea kuruka hip hop na muziki mingine, lakini Singeli hatukawahi kuweka kipaumbele. Lakini sasa hivi hatimaye Singeli imeweza kuwasili Njombe town na watu wanaenda kuruka tarehe 12 mwezi huu wa 4 Jumamosi kesho. Pengine nini ambacho tumekuja nacho tofauti na muziki mwingine licha kwamba ni muziki miwili tofauti hapo? Kitu kipya tulichowaletea siku ya leo na Njombe ni vibe la Singeli aina ya mnanda. Tumaini watafurahia muziki, wataenjoy na hisia zetu za muziki wetu. Kwani sasa tumeamua kuimba muziki wa Singeli kinanda, yani kuna tofauti gani kati ya muziki ambao anaimba Monty Talent na wewe? Ni asili yetu, watoto wa Morogoro. Asili yetu ni mnanda. Ndio maana upendelea na feeling zake zipo kichwani. Wote mmepokeaje hiyo aina ya muziki ambao umeamua kufanya? Watu wamepokea vyema na ndio maana mpaka leo naendelea kumove nao. Pengine mapokezi washikaji ambao ukienda kupiga show baadhi ya sehemu, sitegemea kwamba tunaenda tu Morogoro, Dar es Salaam pia tumeenda na maeneo mengine, mapokezi vipi ya muziki wako ambao unauimba? Mapokezi tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Kutokana hakuna kilichokuwa na mwanzo ambacho hakina mwisho. Kwa tulipoanza na hapa tulipofikia tunaona kidogo kuna mwanga. Mapokezi mazuri, vibe zipo, wanetu wanaitikia nyimbo zetu, wanazisupporti na pia mitaani huko zinazidi kusambaa. Bwana, huenda tusitumie muda mrefu sana, pengine tuzungumze kitu kimoja na washikaji ambao
wanatutizama sasa hivi kupitia Asili Yetu TV, nini ambacho wategemea kukiona kutoka kwako kwenye hiyo siku ya show pengine, ama nini ambacho unawaahidi kuhusiana na hiyo aina ya muziki ambao umekuwa ukifanya? Lakini mwisho tutamalizia, unapatikana vipi kwenye hizo social networks ambazo unapatikana? Kwanza kabisa Vibrate wanalijua, cha kwanza. Cha pili, muziki wetu hisia, sio matusi, sio akiuni. Kwa tunakaribisha kesho na siku ya leo HD pale. Tutakuwepo ukiwasha kidogo kama surprise. Ila siku ya kesho ndo show tarehe 12. Yeah. Kwenye mitandao ya kijamii inapatikana kwa mawasiliano ya namba za simu. Pia kwenye social media platform zote ni. Tukianza Instagram tunapatikanaje? Instagram natumia jina la Dikizompa. Yeah. Lakini pia tukienda Facebook, X zamani Twitter, Facebook, YouTube na kwingine kwenye social media natumia jina hilo la Dikizompa. Bana, asante sana kwa wewe ambaye ulitenga muda wako kututazama. Sisi ni Asili Yetu TV, lakini hapa umemsikia kwa namna ambavyo akieleza Dikizompa, lakini pia umemsikia Monty Talent Sele akieleza pia kwake nini ambacho umekuwa ukikifanya, lakini pia amesikika DJ Kibabu kutoka Morogoro. Mpaka sisi hapa hatuna la zaidi. Asante sana kwa wewe ambaye umetutazama. Kikubwa tuende kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Utakuwa umetusaidia sana. Asante.